إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مصطفى أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين الذين يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ndugu zetu Waislamu, ndugu zetu katika imani, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwingi wa rehma na mwenye kurehemu, Mwenyezi Mungu ambaye hakuzala hakuzaliwa wala hana anayefanana naye hata mmoja, Mwenyezi Mungu ambaye ni watangu na tangu, hafi hudumu milele, haonekani ile dhati yake Mwenyezi Mungu, yeye ambaye ni uwezo unaoweza usiowezwa na chochote kilichowezeshwa. Na vile vile kumtakia rehema na amani mtume wa mwisho, nabii wa watu wote, jemedari wa umma, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza kabisa ningependa kuhusia nafsi yangu bila kudhisahau nafsi zenu katika swala nzima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili ni kuwashukuru enyi ndugu zetu Waislamu kwa kadiri mlivyoweza kujitolea katika kazi hii. Na hapa vile tumeambiwa hapa na ndugu zangu hapa ni kwamba sasa hivi kiwango ambacho kimepatikana mpaka kufikia sasa ni takriban 244, na tulikuwa tunahitaji 400,000 ili tuweze kutoa au kuchapisha vitabu takriban 4,000. Kilichobaki ni 156, na tunaomba Waislamu pamoja na juhudi hizi, tunaomba Waislamu tujizumue zaidi na tufanye hivi kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Hebu tuangalie kwamba sio sisi mnaotuona hapa, muone ya kwamba hicho ambacho mnachokifanyia kazi au mnachokitolea sadaka zenu ni pepo ya Mwenyezi Mungu, ambayo pepo hii Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba wakati miongoni mwa watu 7 ambao watawekwa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu, si kwamba hakutakuwa na kivuli hiki ila kivuli chake yeye Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa mambo 7 ambayo anayazungumzia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema ni watu wawili, rajulani, watu wawili ambao watakokuwa wanakutana kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, watashikamana kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, na vile vile watatengana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na kwa sasa tumeshikana kwa ajili hiyo, na mpaka kiwango hicho kimeweza kupatikanwa kwa sababu ya hii safari ambayo tunaelekea hizi siku ambazo ziko hapo mbele kidogo. Ndio maana tukasema kwamba kesho na kesho kutwa, hizi siku mbili, vitabu 4,000 ni vingi, ndio zitakuwa vinachapishwa, gari ifanywe marekebisho, alafu tena pia vyombo pia vitafanywa marekebisho, kwa sababu safari ambayo tunaoelekea ni safari ya muda mrefu, alafu tena pia ni safari ambayo itakokuwa ni safari ya mbali. Na tulisema kwamba kwa nini tunataka kutoka nje? Tunataka kutoka nje kwenda vijijini kwa sababu Waislamu ndugu zetu katika imani, wallahi mitihani iliyoko katika vijijini kule ni mikubwa sana. Uislamu kule una mtihani mkubwa sana. Sisi tunajiona labda tuna imani kwa sababu tuko mjini, tuna dini kwa sababu tunaenda tunaswali na tunakutana na ndugu zetu. Kule vijijini kule wallahi kuna mtihani mkubwa sana, kuna mtihani mzito. Na ndio maana tukasema kwamba miongoni mwa malengo ambayo yanatusababisha tunaenda kule ni kwa sababu jambo la kwanza ni kuwalingania wale ambao hawajaweza kujiunga na Uislamu waweze kuufahamu Uislamu na kuweza kujiunga na dini hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lengo la pili ni kwa sababu ya kuweza kuwafikia wale ambao walioghafirika katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuweza kuwalingania. Na kitabu hiki ni miongoni mwa da'wa kubwa ya kuweza kuwalingania watu hawa, kwa sababu wengi unakuta kwamba hawafanyi ibada, wengi mpaka wengine wameritadi. Wanafanya hivyo kwa sababu gani? Hawana elimu shekhe. Na sisi ni jukumu letu. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na Baitul Mal, ambao Baitul Mal ilikuwa ina watu wa kusilimu wote walikuwa wanapewa kitu ambacho kilikuwa kinaitwa mualafatul qulub. Mualafatul qulub ni uwezo walikuwa wanawezeshwa wale watu ambao wameingia katika dini ili kuwapa nyoyo zao nguvu, kwa sababu huku wanakotoka wanatoka katika changamoto kubwa. Ndugu zangu katika imani, hebu hesabu wewe umezaliwa katika Uislamu. Huyu mtu yeye mwenyewe kwao peke yake ndiye Muislamu, anatengwa na jamaa zake, anatengwa na familia yake, anatukanwa, anadhalilishwa, mpaka atanafukuzwa nyumbani
nyumbani kwao, hata kukosa mpaka hata urithi, kwa sababu vile wasiokuwa Waislamu mnaona hata kwenye mitandao ya kijamii vile jazba na hasira walizokuwa nazo dhidi ya Uislamu. Wengine wanasema dini ya majini, dini. Kwa hizo propaganda hizi ambazo ziko kwa wale wasiokuwa Waislamu, jamaa yao mmoja akisilimu, hebu niambieni ndugu zangu katika imani, anakuwa katika hali gani? Ndio maana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wa kusilimu walikuwa wanachukuliwa kwa umakini wa hali ya juu sana, wa hali ya juu sana. Sisi tunawachukua hivyo, hatuwachukui hivyo kwa sababu hali zetu ni mtihani, hali zetu pia sisi walimu ni taabani. Ni taabani. Hata kuna watu wengine mpaka wanatukuta wanatuambia sasa mimi kila kitu nawezeshwa na kanisa, kila kitu mimi napewa na kanisa. Sio kwamba Uislamu sio dini ya haki. Uislamu ni dini ya haki, lakini nikiingia hamuoni kwamba nitakosa yale? Tunashindwa mpaka tutamfanyaje huyu? Sisi wenyewe hali zetu zenyewe walimu ndio kama hizo, ndugu zetu katika imani. Kwa hivyo tunawaomba kwa heshima, tuweze kutimiza idadi hii. Sio kwamba tunashindwa, hatushindwi, lakini hebu tufanyeni jambo hili. Wallahi hakuna jazaa ya mtu, hata kama itakuwa ni ina udogo wa kiasi gani kama Khardar, hatutaweza kuikosa. Hutaweza kuikosa jazaa yako kwa Mwenyezi Mungu katika siku hiyo, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba hata kama umefanya jema ndogo kiasi gani, mfano wa punje ya Khardar, wallahi utaikosa. Hebu piga mfano Khardar ni mustard seed, uone udogo wake wa mustard seed vile ulivyo, na kama ni baya ambalo unaweza kulifanya liwe ni mfano huo, Mwenyezi Mungu halitaweza kusahaulika. Kwa hivyo jambo lolote ambalo unalifanya, hiyo ni kitabu kimoja umekinunua, wallahi itakuwa ni sadaka tujaria, itakuwa ni jambo lenye kuendelea na litakuwa ni lenye kukumbukwa. Na kitabu hiki kitaweza kusomwa na mtu mmoja, wawili, watatu, wanne, watano. Unaonaje? Kwa mfano hicho kitabu kimesomwa, yule ambaye amesoma na wewe mwenyewe ndio ulitoa sadaka, kikaongoza mtu mmoja, huyo akaenda kalingania watu wengine wawili, watatu, na watu wengine, na hao wengine wakaenda kulinganiana. Unajikuta kwa Mwenyezi Mungu na jaza yako kubwa, una watu zaidi ya 100 wanaokufuata na kuambia tuliweza kuongoka kwa sababu ya jambo hili. Mwenyezi Mungu anakulipa, anakuambia kwa hawa ndio waliweza kuongoka kwa ajili ya sadaka ambayo uliweza kuitoa wakati huo. Unashangaa kwa Mwenyezi Mungu watu 500, 1000 ilikuwaje mpaka wakati huo? Kwa sababu elimu hii inaenda ikiwa inaachianwa, tunaachiana elimu hii, si kama mboga ya kwamba leo nitakula nyama itaisha, nitaenda chooni itaisha. Hichi kitabu kinasomwa na kizazi na kizazi. Ukihifadhi vizuri, kitasomwa na mimi na mtoto wangu atakuja kukisoma kitabu hiki, au kitasomwa na ndugu yangu na mimi nitampa mwingine, au mwingine ataenda kutoa hoja kule, zitaweza kusikika na kukubalika. Kwa hivyo tunaombeni ndugu zetu katika imani kwa heshima na taadhima. Sisi hatutafuti fedha hizi eti kwa sababu yetu sisi walimu hapa ya kwamba tunahitajia, pamoja na kwamba hali zetu ni taabani, hali zetu ni mtihani wallahi, lakini tunafanya hivi tukiwa tunaangalia na wengine ya kwamba hawa wanaweza kuingia katika Uislamu, hawa waliweza kugafirika katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waweze wasije siku ya mwisho wakasema ya kwamba hakuweza kufikiwa na ujumbe, kwa sababu mitume hao watu wote watakuja kuulizwa, alam yatikum nadhirun, je mnataka kusema ya kwamba hamkuweza kuonywa? Hatutaki watu waende kuulizwa maswali hao Waislamu. Na wewe na mimi na maustadhi na mashehe hapa, kazi ambayo unaifanya sisi ndio tunawakilisha kule. Kwa hivyo jaza ambayo mnalipwa, kila mtu analipwa jaza yake, na wallahi hata ikosa katika siku hiyo. Nisiweze kuendelea sana kwa sababu bado tuna kipindi cha muhadhara, inshallah tuweze kuingia katika kipindi hichi cha muhadhara, lakini Waislamu ninawaomba kwa heshima na taadhima tuweze kufanya zoezi hili, tuweze kujitutumua na tuweze kufanya mambo mengine makubwa. Mengine hatuwezi kuyazungumza hapa kwenye vipaza sauti wallahi, kwa sababu mengine ambayo tunaenda tunayakuta baadhi ya sababu zingine ni mambo ya aibu. Ndugu zangu katika imani, ni mambo ya aibu, sehemu ambayo tunaenda tunakuta Uislamu na Waislamu wallahi inakuwa ni mtihani na mambo ya aibu. Hatuwezi tukayasema hapa, lakini tunawaombeni kwa sababu ya hili tuweze kujitutumua, tuweze kujikakamua, na Mwenyezi Mungu wallahi ataweza kutulipa katika siku hiyo inshallah. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa afwan minkum inshallah. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafikiri sitaongea sana kwa sababu yale yote ningesema ndugu zangu wameweza kuyasema yote. Ila tu ni kuwashukuru kwanza wale Waislamu ambao waliweza kutoa amana zao, na si kusema ati wako naye mingi sana, hapana. Wengine hata ni wamechukota tu, wakaona afadhali tu nichangie kwa sababu ni dini ya Allah, ili wapate rehema kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
Kwa hivyo ile kitu cha muhimu hapa ni tumalizie hiyo, na nilikuwa nimesema hapa juzi, nikasema katika Uislamu kuna vidume za Mwenyezi Mungu, kuna watu ambao ni vidume, na unaona vidume wameanza kuamka sasa, unaona wameamua sasa. Tumeenda sasa, tumebakisha kitu kidogo sana, na mimi nina guarantee ya kwamba hii imebaki, hatutakosa vidume wengine wawili watamalizia hiyo imebaki. Utakustukia mwingine amepiga hiyo amepiga kama 30 ama 40 ama 50 na mwingine anaweza toa, utakuta imeisha. Mimi naamini kwa sababu Mwenyezi Mungu ako na waja wake. Ukisikia Mwenyezi Mungu ako na waja wake, anakuwa nao kweli, ambao wakisikia mambo ya dini wako katika mstari wa mbele, na hao unaambiwa ndio watu pia watakuwa mbele kwa Mwenyezi Mungu, na hao ndio watakuwa mbele katika jana Firdaus, wakakunywe supu kule na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo cha muhimu ni kwamba tumalizie hiyo imebaki, ni kitu kidogo, alafu tuweze kutengeneza mambo mengine, na inshallah tutawaeleza baadaye, sio baada ya kwenda safari yetu. Tukirudi tutawaeleza ile mipango tuko naye, Mwenyezi Mungu akituweka hai ya mwaka unayokuja baada ya Ramadhani. Tutawaeleza plan tunako nazo mingi, lakini mambo huyu ndugu yangu ameongea mambo mazito. Wallahi, angalia kama sisi tumetoka hapa karibu tu hapa Central Kenya ndio watu wetu ndio wengi Kenya hii, lakini Uislamu uko chini kabisa. Lakini saa zingine watu wanashindwa na kwenda huko kwa sababu hakuna namna ya kwenda kuweza kuwalingania, kwa sababu kila kitu siku hizi ni gharama. Popote mnaenda wote ni gharama. Sasa inakuwa ni shida sana. Na sasa wale watu ambao wako katika area hii ya Nairobi wote, capital city, na wamezungukwa na watu wetu wa hapa, wataulizwa na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Si hata wataulizwa, kwa sababu ilikuwa ni kilomita ngapi kutoka hapa kuingia hapa ndani. Mbona hamkuwafikishia hata ujumbe? Kwa hivyo ni kitu ambaye muhimu sana. Ndio tukasema tutakuwa na programu hizo na tutazipanga, tutawaeleza baada ya Ramadhani. Mwenyezi Mungu akifikisha Ramadhani tumalize, tutawaeleza watu vile tunataka tufanye, kwa sababu tunataka pia program, kila kitu kiende na programu yake. Kwa hivyo jameni, fanyeni bidii, tushindane katika heri. Hata kama ulikuwa umetoa, basi toa ingine tu bado. Ni kushindana, tunashindana katika heri. Asalamu alaykum.